ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ومحى الظلمة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه ربه خيرا ما جزى به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الامين وعلى اله واصحابه غر الميامين، اما بعد. Wapenzi wa kipenzi cha Mwenyezi Mungu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa fadhila zake nyingi zisizokuwa na kipimo kutuingiza ndani ya nyumba zake, katika nyumba zake anazozipenda ambazo amezitangazia ndani ya Qur'an, kumuondoshia kila mmoja mmiliki wa nyumba hizi, akatangaza kwa kauli iliyokuwa pana, wa anna al-masajida lillah, kwamba misikiti ni nyumba zake Allah, wala kutaka wa anna almasajida lirrahman, akasema wa anna almasajida lillah, kwamba hizi nyumba ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Msikiti kwa yeyote ambaye amepata fursa na nafasi na taufiki ya kuingia ndani ya nyumba kama hii, awe na fahari katika nafsi yake kuona mimi nimeingia katika nyumbani kwa Allah subhanahu wa ta'ala bihadabi wa ihtiram. Anachobakia ni kuwa na adabu na heshima kubwa mbele ya huyo ambaye yuko ndani ya nyumba yake. Lakini tuko katika siku ya Ijumaa, miongoni mwa siku kubwa katika masiku makubwa ni siku ya Ijumaa, na haya ni maneno yake yule ambaye sisi tunayo yakini kwamba hazungumzi kwa porojo wala matamanio ya nafsi yake, ambaye akizungumza ni wahi kutoka kwa Allah. Anasema inna min afdal ayyamikum yawm al-jum'a, hakika bora ya siku yenu nyinyi ni siku ya Ijumaa. Yaani wewe unataka kujua siku bora katika wiki ni ipi? Mtume akwambia inna min afdal ayyamikum yawm al-jum'a, bora ya siku yenu ni siku ya Ijumaa. Ni kama kwamba nafsi zetu zikauliza tufanyeje kujua ni ubora, kushaujua tufanye nini ili ubora tuupate? Fa akhiru salati fihi. Mtume kama akawaambia, nishawaambia ile siku bora, sisi tunauliza nafsi zetu tufanyeje? Asafa akhiru salati fihi, kithirisheni katika siku ya Ijumaa kuiswalia sana mimi. Ya Rasulullah, tunamuuliza tena kwa nafsi zetu, mbona sisi jambo la kukuswalia wewe ni kila siku? Mbona umeliunganisha jambo la kukuswalia wewe na Ijumaa, alafu ukatutaka kwa wingi zaidi siku ya Ijumaa tofauti na siku nyingine? Kuna tofauti ya mtu anayemswalia Mtume siku nyingine na siku ya Ijumaa? Mtume asema ndiyo, fa inna salatakum ma'rudatun alayhi, siku ya Ijumaa swala zenu mnazomswalia zinapitishwa kwa mimi, naonyeshwa. Tofauti na siku nyingine napewa habari, lakini siku ya Ijumaa mimi naonyeshwa swala zenu na vile anayeniswalia.
Allahu akbar. Inna dina Muhammad aqwa wa aqwa qila. Ni uzuri ulioje wa dini yetu. Huyu mtume aliishi miaka mingi, 1440 huko. Ilikuwa aone matendo ya kina Abubakari, ilikuwa aone tu matendo ya Sayyid Uthmani, ilikuwa aone tu matendo ya sahaba zake. Leo Mwenyezi Mungu amemweka kwa sababu ni mtume wetu sote, anamuonyesha mpaka matendo tunayotenda sisi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Swala zenu si Ijumaa anaonyeshwa, na akionyeshwa swala yako anaonyeshwa na wewe ndugu yangu. Ndio maana akasema inna min afdal ayyamikum yawm al-jum'ah fa akthiru min salati fi fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Hakika bana, kama unataka kujua bora ya siku ni siku ya Ijumaa. Na siku hiyo bwana, mfanyeje kama unataka kupata ubora wa Ijumaa? Na jambo gani bora la kufanya katika siku ya Ijumaa? Kifirisheni kuniswabia sana mimi. Una tofauti ya Rasulullah? Anatuambia tofauti ipo. Siku isiyokuwa ya Ijumaa mimi napewa habari ni fulani mwana wa fulani amekuswalia. Mtume anatuambia yupo malaika isiyokuwa ya siku ya Ijumaa, Mwenyezi Mungu amemfundisha majina ya viumbe vyote. Anayemswalia mtu siku isiyokuwa ya Ijumaa, Mtume anaambiwa na yule malaika fulani mwana wa fulani amekuswalia. Lakini Ijumaa, Allahu akbar, anayemswalia Mtume hakuna sasa habari ya kwamba apewe habari ionyeshwe yeye mwenyewe na Mwenyezi Mungu. Kwa sana Mtume siku ya Ijumaa. Likiwa hilo si kubwa, iangalie na hili. Ma min muslim, anasema hadithi nyingine, hakuna Muislamu yoyote, Mtume anasema siku ya Ijumaa, yusallimu alayhi, anayenitolea salamu, assalamu alayka ya Rasulullah, illa arada Allahu ilayhi ruhi hatta aruda alayhi salam. Isipokuwa Mwenyezi Mungu anachokifanya ni kuirudisha roho katika kiwiliwili changu, na mimi ile ni haki ya kurudishia salamu ya msalimia. Kwa hiyo ukisema assalamu alayka ya Rasulullah na Mtume, ina maana roho yake inarudishwa, anakurudishia salamu. Utapata tabu kuuliza sasa atarudisha salamu za watu wangapi? Hiyo ni akili yako ambayo utakiwa uitumie, ujue anayesema haya ni Mtume na kaambiwa na Allah aseme. Lakini nitakupa mfano mmoja tu, akili itulie. Sisi sote sasa hivi tuipige namba ya Al-Habib Ustadhi Abdullahi, ustadhi wetu, shekhe wetu, alafu kila mmoja kwa makusudi ajikoseshe namba moja. Tuamue sote tujikosesha namba moja, tupige kwa pamoja 1, 2, 3, okay. Basi mtandao utatujibu sote dunia nzima kwamba namba mnayoipiga haipatikani. Sasa wewe ikiwa huu ni mtandao umetengenezwa na mzungu, unaweza kutuambia sisi kwa dakika moja sote namba mnayoipiga ya shekhe hapa haipatikani? Vipi una wasiwasi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye atarudishiwa roho yake ili aturudishie salamu sote tunaomsalimia? Kwa hiyo mambo mawili yafanye katika siku ya Ijumaa: kithirisha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kithirisha kumswalia. Itakuwa umeenda kwenye aya ile iliyosema kwamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Taslima ni kumtolea salamu, na wabwana wakubwa wakatufanyia wepesi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ile wasalimu ndio salamu yenyewe, na ile bakia salamu ni swala. Ikiwa ndivyo kama hivyo, niwahusie nyinyi wenzangu wapenzi wa Mwenyezi Mungu na wapenzi wa Mtume wa Mwenyezi Mungu, na mimi mwenyewe kujihusia nafsi yangu katika siku ya Ijumaa kama hii, ulimi wako usilale
usipumzike, watembea kwenye gari lako, watembea katika baskeli yako, watembea kwa miguu yako mitukufu Mungu aliyokupa neema. Katika neema kubwa ya miguu yako iko mizima, basi ulimi wako ufanye kazi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita, hivyo na nyinginezo nyingi. Usichoke, ni siku tukufu sana, siku kama ya leo. Lakini neno la kusema fupi au mazungumzo mafupi nayo ya kusema katika siku ya Ijumaa kama hii ni ile hadithi iliyotusukuma kulisema hili. Hadithi ya Anas bin Malik anasema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akasema maneno, akawaambia wale maswahaba, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Hadithi hii ndio nilifanyia mimi na wale walioniambia niseme na wakanitengenezea mada, niseme mada hii kutokana na hii hadithi tuiweke mbele yetu. Sikilize kwa makini, kwa sababu watu wakubwa wamesema tuseme maneno haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesimama anawaambia sahaba zake, ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum, hivi nyinyi nisikufahamisheni maradhi ambayo nyinyi yanawatafuna sana, yanawaondolea raha, yanawasababishia msifike katika radhi za Allah, yanawasababishia msifike katika radhi za mtume wenu, yanasababishia jamii yenu msiishi kwa amani na kwa raha, yanasababishia matatizo mengi katika jamii, ndani ya nyumba na mitaani. Msiwafahamishe maradhi hayo. Wadawaikum, na angalia bwana mtume angefahamisha maradhi alikuwa kaondoka, ilikuwa tabu. Ala adullukum ala daikum wa dawaikum, nisikufahamisheni maradhi mabaya yenye matatizo katika jamii, yenye kuwasababishia tabu kwa Mola wenu na mtume wenu na jamii yenu, na inasababishia maisha kuwa magumu. Nisiwaambie maradhi hayo ni yapi, na nisiwaambieni dawa yake, dawa ambayo mtu akiitumia upona maradhi hayo, akapata radhi za mtume wake, akapata radhi za Mola wake, akapata riziki zilizokuwa nzuri, akaishi vizuri katika jamii, akapendwa duniani na ardhini. Siwaambieni maradhi hayo na dawa yake. Hakika ni kwa sababu ni wapenzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mmeona mtume ana jambo anataka kutuambia. Kaza kabla hujajua hivi, usikilize mtume tu anakwambia maneno mazuri. Maana mimi nina matatizo, mimi nina matatizo, watu wana matatizo, lakini mtume anatuambia ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum, msiwaambieni maradhi makubwa yenye matatizo kuliko maradhi yote, na nisiwapeni dawa yake. Maswahaba waliokuwa pale pamoja na nyinyi na mimi, kalu bala, wanasema ndiyo ya Rasulullah, tufahamishe hayo maradhi mabaya na tufahamishe pia na hiyo dawa. Ala juani mzinduke, inna da'akum adh-dhunub, hakika dawa maradhi yenu yanayowatafuna sana na yanayowaharibia kwa Mola wenu na mtume wenu na jamii yenu, na shida zote hizi mnazozipata ni madhambi. Wadawaakum al-istighfar, na mtume anatuambia na dawa ya maradhi hayo ni istighfar. Hadithi hii sasa tutaweka hapa mbele, tuingie kulia na kushoto tuone mtume anatuambia nini, lakini kashatuambia hapa anwani ya mazungumzo, anatuambia ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum, ala inna da'akum adh-dhunub wa dawaakum al-istighfar, hakika maradhi msiwapeni maradhi mabaya. Asema maradhi mabaya tupi ya Rasulullah tuyajue, na dawa yake tuambie, tuifahamu, tuitumie.
anasema maradhi mabaya ni madhambi, na dawa yake kubwa ya hayo maradhi ni istighfar. Uislamu, kila unaloliona limeharibika, la kwako wewe na la jamii na la nchi na la dunia, ni madhambi. Madhambi ndio adui mkubwa wa dunia na vilimwengu vilivyomo katika dunia, na Mtume ameita ni maradhi makubwa, lakini akatuambia na dawa yake kubwa ni istighfar. Kwa hiyo sisi leo tutaishi kwa ufupi wa dakika hizi kuangalia haya maradhi tuyatibu vipi na vipi yana shida, na ili hali Mtume ashatuambia huku kwamba jamani, maradhi makubwa ni madhambi na dawa kubwa ni istighfar. Wallahi, anayetaka dunia yake iwe nzuri, anayetaka akhera yake iwe nzuri, anayetaka maisha yake yawe mepesi, anayetaka kila jambo lake liende vizuri, anayetaka kuwa hivyo, anatakiwa ashikamane na istighfar. Twende kwenye hadithi ya Abdullah ibn Abbas. Baada ya kumwambia Imam Anas bin Malik akatuambia hili, hebu tushuke kwa kaka yake, naye ana maneno anatuambia yeye naye, man lazima istighfar. Ukijua hadithi ya kwanza, ya pili utaona faida yake. Abdullah ibn Abbas anasema man lazima istighfar, mwenye kulazimiana. Lazima ni lile jambo la kushikamana nalo kama wewe na kivuli, hani kila wakati uko nalo hilo jambo, umelazimiana nalo, umeshikamana nalo. Sasa Mtume anasema man lazima istighfar, mwenye kushikamana na istighfar, akawa yeye ulimi wake anazo nyakati, anao wakati amejiwekea, anamwambia Mwenyezi Mungu astaghfirullah. Man lazima istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikrin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Swala nabi, mwangalie bwana mkubwa huyu, mpenzi wetu, anafikia mahali anatuambia man lazima istighfar, mwenye kulazimiana na istighfar, akawa ni maisha yake astaghfirullah, ja'ala Allahu lahu min kulli dhikrin makhraja, Mwenyezi Mungu atajalia kwa ile istighfara yake katika kila dhiki aliyokuwa nayo ya kuitoka. Una dhiki gani wewe? Riziki zimekuwa ndogo? Una dhiki gani? Una kesi ambayo huijui mwanzo wake? Una dhiki gani? Mke wako ina maana hana mapenzi na wewe, hana maelewano na wewe? Una dhiki gani? Watoto wako hawakusikilizi? Una dhiki gani? Mshahara wako ina maana kwamba upewi kwa wakati? Una dhiki gani? Kadha wa kadha. Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikrin makhraja, Mwenyezi Mungu atajalia kila dhiki uliokuwa nayo njia ya kuitoka. Wa min kulli hammin faraja, na hamu yoyote uliokuwa nayo Mwenyezi Mungu atakupa kufarijiwa, atakufariji kwa hamu uliokuwa nayo, atakuletea kitu cha kukufariji kwa hamu. Hamu ni kile kitu unakitaka. Na mimi alhamdulillah ningekuwa hata na nyumba cha room 3 mimi na watoto wangu, mimi alhamdulillah ningekuwa hata na kibasedi, mimi alhamdulillah hata ningekuwa na nchi, hata ningekuwa na kijiji changu tu nikauza nisiajiriwe. Ile ni hamu, mambo unayoyataka. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, mtihani uliokuwa mkubwa, mtu bora umwambie rais kasema, uweza akazindukana akaona rais kasema, lakini maskini ya maradhi yaliyokuwepo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Waislamu anasema, alafu mtu ashtuki. Mtume wetu anatutangazia man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikrin makhraja wa min kulli hammin faraja, na hamu yoyote Mungu atakuletea faraja. Na hamu yoyote uliokuwa nayo Mwenyezi Mungu atajalia kwa ile istighfara yake katika kila dhiki aliyokuwa nayo ya kuitoka. Una dhiki gani wewe? Riziki zimekuwa ndogo? Una dhiki gani? Una kesi ambayo huijui mwanzo wake? Una dhiki gani? Mke wako ina maana hana mapenzi na wewe, hana maelewano na wewe? Una dhiki gani? Mshahara wako ina maana kwamba upewi kwa wakati? Una dhiki gani? Kadha wa kadha. Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikrin makhraja wa min kulli hammin faraja, na hamu yoyote Mungu atakuletea faraja.
warazakahu min haythu la yahtasib. Kama hilo walitoshi, anasema Mwenyezi Mungu mtu huyu akilizamiana na istighfar atamruzuku katika njia asiyotarajia. Ninyi wengi mwajua hivyo na wengi hamjalijua hilo. Watu wanaruzukiwa katika mipango, asbab, na watu wanaruzukiwa pasi na asbabi, ni sababu tu. Akiamua uruzukiwe anakuruzuku. Ani wewe kwa kile ambacho umekipata Allah subhanahu wa ta'ala, ina maana ingekupa hata usingekuwa na hiyo sababu uliyokuwa nayo. Kuna watu leo wanaishi hawana sababu yoyote, lakini wanaishi. Kuna watu leo wamepata hawana vigezo vyovyote vya kidunia, lakini wamepata. Na kuna watu bwana wamekosa, wana kila sifa za kidunia. Watu hawapati kwa sifa na watu hawakosi kwa kukosa sifa. Kwa hiyo lakini kubwa zaidi ni hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia kuhusiana na istighfar, akatuambia man lazima istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Kuruzukiwa bwana kwa mtu njia asiyotegemea. Wewe una duka, waeka hivyo unavyovieka kanga nini akukacha mlango wazi, alafu upigi mbiu wala uiti yoyote, umebakia pale kwenye kiti chako unasubiria riski ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wenda tu shamba, wewe ukajua mvua itanyesha, ukalieka mbegu katika shimo, afu ukasema Mwenyezi Mungu mwenyewe atafanya wepesi. Kwa hiyo sisi ni lazima tushikamane na Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Hii ni moja katika hadithi ambayo ilikuwa inatuambia sisi katika jambo kubwa tushikamane nalo ni istighfar. Lakini hata siku ya kiyama yule ambaye anataka astarehe, aburudike, awe na istighfar nyingi. Mtume Muhammad katika hadithi anazungumza, anasema tuba. Neno tuba maskini mashehe siku hizi hatuna. Wenyewe mabwana wakubwa wanaondoka kila siku, lakini waache mabwana wakubwa wasikilize wakitafsiri tuba. Tuba wema, tuba utulivu, tuba riziki nzuri, tuba daraja za pepo za juu, tuba kupita katika sirati na amani, tuba kupewa kitabu chako kwa mkono wa kulia, tuba hisabu yako kuwa nyepesi. Hiyo yote ni tafsiri ya neno tuba, na mengineyo mengi zina tafsiri karibia 40 neno tuba tu. Sasa Mtume anakuja na neno tuba, asema tuba liman wajida fi sahifatihi istighfarun kathirun. Mtume anasema maneno haya, msikilize, anasema kwa sauti kubwa, tuba liman wajida fi sahifatihi istighfarun kathirun. Anasema haya ndio yasema tafsiri hiyo: wema, baraka, maisha mazuri, pepo ya juu na mengineyo mengi. Nitasema mpaka la asiri na nitaja tuba tu. Sasa anasema Mtume tuba heri zote liman wajida fi sahifatihi al-istighfarun kathirun. Wema wa mtu ni yule ambaye atakuta katika kitabu chake au kitakutwa katika kitabu chake istighfari nyingi. Sisi kila tunalolisema si linaandikwa katika kitabu. Sasa tuba liman wajida fi sahifatihi istighfarun kathirun, amepata wema mwingi sana yule mtu ambaye katika kitabu chake kitakutwa kina istighfari nyingi. Ani wewe kila saa astaghfirullah akuzaandikwa, wewe una wema mwingi sana. Tumeondoka hadithi iliyotuonyesha duniani
tumeondoka katika hadithi ambayo imetuonyesha maradhi makubwa. Mtume amesema ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Tumeitoka hadithi hiyo ambayo ndio kitambulisho cha mazungumzo yetu, akasema nisiwafahamishe maradhi mabaya na nisiwafahamishe dawa yake. Akatuambia maradhi mabaya ni madhambi, ani ulimwengu kuharibika, watu wakakosa utulivu, njaa ikawa nyingi, mvua hazina baraka, watoto hawaheshimu wazazi wao, wazazi hawapati utulivu kwa watoto wao, wake nao hawai utulivu kwa waume zao, wanaume nao wakakosa kuwapa utulivu wake zao, wote hawana nguvu za kiume. Maratabu yote hiyo Mtume anasema matatizo hayo yote, hiyo dawa hiyo ukitaka kuyapata, basi ina maana maradhi hayo yote, ina maana dawa yake ni istighfar. Nikichelea muda niwapelekeni kwa bwana mkubwa, amekaa kwenye mimbari yake kwa kuondoka na sisi. Yuko bwana mkubwa akakaa katika mimbari hapa, anaitwa Hassan bin Yasar. Nikisema hivi mtaona kama nimewatajia kishamba. Mmezoea kusikia Hassan al-Basri, ndivyo ukiwatajia Hassan bin Yasar sasa ushike mshamba, ustadi mshamba, sio shekhe, ustadi angalau kidogo au wanafunzi. Hassan bin Yasar ili ndio jina lake, lakini ameitwa Hassan al-Basri kwa sababu ya kuishi tu mji wa Busra, mpaka watu wakamuita mzee Magomba wa Arusha. Kwa maana yake ni sio kwamba ni mtu wa Arusha. Sasa ina maana ile kata Hassan al-Basri, Hassan wa Busra, lakini aitwa Hassan bin Yasar. Siku moja wakati amekaa msikitini hapa, ilikaingia kundi maskini. Ilivyokuja lililalamika, shekhe, tumekuja, nini mna shida? Nenda haraka haraka, shida yetu kubwa kule kwenye mji wetu, mvua zimekuwa hazinyeshi, na zikinyesha ni mvua za balaa. Tupe dawa, tupe tiba. Aliposema hivyo, akawaambia istaghfiru rabbakum, nendeni kamtakeni msamaha bwana wenu. Ile kundi la kwanza hilo likaondoka. Wanafunzi wapo wanasikiliza darasa, wale wengine likaingia kundi jingine pale pale, likaambia sisi wake zetu bwana hawapati watoto, kazi twaifanya. Lakini waonyesha hao walitumia kinaya, kazi hatuiwezi. Sawa kinaya, walisema kazi twaifanya. Hii ni mtu kafanya kazi kashindwa kuvuna. Lakini wale walisema kinaya ya utu uzima, waliambia kazi twaifanya, lakini wake zetu hawashiki ujauzito. Shekhe, tupe dawa, wamechoka, wametoka mbali. Mzee bwana mkubwa akasema istaghfiru rabbakum, nendeni kafanye istighfar, kumtakani msamaha bwana wenu. Wale wakaondoka. Wanafunzi wametulia pale. Zamani mwenye shida alikwenda kwa shekhe, sasa hivi hakuna mtu anayekwenda kwa shekhe. Kila mtu ana mtu anapokwenda. Mwingine hata anaenda kwa mzimu kabisa. Lakini watu zamani shida yote kwenda kwa nani? Ni kwa shekhe. Wakaja wengine wa mwisho wanaambia shekhe, sisi kule kwetu ina maana wanyama wanakufa na njaa, hakuna maji ule, hakuna majani, shida imekuwa kubwa, tupe dawa. Yule bwana mkubwa akasema maneno yale, istaghfiru rabbakum. Alipoondoka wale wanafunzi wakamwambia, leo shekhe umechoka. Shekhe, leo umechoka? Akaambia kwa nini? Akasema watu waliokuja wana maradhi tofauti tofauti na shida tofauti tofauti, lakini wote umewapa dawa moja. Sijui leo umechoka? Akaambia Mungu anihifadhi, mmemjibia mtume wangu hapo, mimi nijibu tu kusukuma. Ni sawa sawa wewe mimi niende kwa daktari hapo duka la madawa, nafika naambia mimi nina kichwa, Panadol. Huyu mwingine tumbo linaniuma, Panadol. Huyu mwingine nini, Panadol. Sasa sinaambia nimesema ataua. Sasa wale kama shekhe, leo umechoka? Sasa sijachoka. Hamjaisikia kauli ya Mwenyezi Mungu aliposema Nabii Nuhu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ndio yale yaliyosemwa na wale watu yote. Mwenyezi Mungu atupe taufiki.
atujalie wenye kusikia mazuri na kupata mazuri yake. Alkamalu lillahi wal asratu lil anbiya wa billahi tawfiki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nipata faida ndio mapema, alhamdulillah. Na hawa ndio mashehe zetu watarajiwa, ni mashehe, lakini kwa sababu sasa hivi kuna mashehe wakubwa, hawa ndio mashehe zetu watarajiwa. Lakini mashehe hawa tunadhiri kusema jambo lolote linalohusiana na dini, fatwa yoyote inayohusiana na dini, mtu yoyote mwenye rai ama mtu yoyote mwenye mushkili kutoka Madina ama Maka, kama anataka fatwa, kuna mashehe zetu hawa wawapa fatwa pasina mashaka yoyote. Hawa ndio mashehe zetu watarajiwa na shukrani. Kuna shehe wetu mwingine tunaye kule, Sheikh Hussein Suleiman Aufi na wengine wengi, mashehe zetu vijana tunawategemea, ndio tegemezi zetu kwa sasa. Kwa hiyo ndugu Islam, baada ya utangulizi huo, baada ya kuingia tutoe taarifa zetu za Ijumaa